Kevo unakuaje? Fresh ndugu yangu, kwema? Kama kaa, vipi? Sisi umeshuhudia bwana. Nimezishuhudia, nimeshangaa kwanza kuwaona. Vipi mjafika New Amani Complex? Bado. Sasa inakuaje mpaka sasa hizi mjafika? Kwa sababu Morocco tunajua ile ndege la community lilichagua wachambuzi na waandishi wa habari. Lakini nitegemea waandishi wa habari sasa hizi muwe kule New Amani Complex. Maandalizi nimeambiwa yashaanza. Na watu wameambiwa bwana tiketi zao zitaingia kwenye Simba Day. Sasa wengine tuliokata zile tiketi tulikuwa mashabiki unajua wa Bekane. Yani sasa tunataka tupewe maelekezo sisi mashabiki nakwambiaje? Wengine tulikuwa mashabiki wa Bekane. Hizo tiketi mnazotuambia tutaenda nazo Simba Day. Tutakuwa tuko Morocco. Unanunua tiketi kwenye mimi binafsi nishanunua tiketi, nikanunua na jezi yangu ya Bekane, lakini leo hii nasikia wenyeji wa mchezo wanasema tiketi tulizonunua zitatumika kwenye Simba Day. Sasa muda wa Simba Day sisi tutakuwa na Bekane Day huko kwetu Morocco. Tuambiwe na sisi tiketi zetu tutazipata vipi? Kama tutaingia nazo kwenye mechi kule Morocco ligi ikianza au vipi? Kwa sababu wanatupeleka tu, mimi sielewi. Lakini sio umetoa maelekezo pale. Yaani nitoke Bekane nije kwenye Bonanza. Haiwezekani, watupe majibu. Kwa sababu hapo wamewajibu mashabiki wa Simba. Wakati Simba wanazindua kampeni ya kuanza kuuza tiketi za mchezo wao wa marejeano, walisema wapenzi mashabiki wa Simba, wadau wa mipira. Sasa sisi wadau wa mpira ambao hatutaki kwenda Simba Day, tiketi zetu tunazipata vipi? Yaani mimi ndo ninachokiuliza hicho. Sisi wadau ambao tulikuwa tunataka kwenda tu kuona mchezo wa finali, tiketi zetu tunalipwa vipi? Ilikuwa VIPB. Mimi kama ninapokaaga siku zote ni VIPB. Sasa yule bwana leo amechachafia kwanza kwenye press. Sijui robo, sijui nusu. Yaani amepata kitete. Sasa na sisi mashabiki na wapenzi wa mpira tulionunua tiketi zetu, tukiamua kuandamana pale Oysterbay kwenye kijiofisi chao cha kupangisha, maana sio kijiofisi chao cha milele, watatueleza sisi tiketi zetu ziko wapi. Binafsi nimehuzunishwa kwa sababu wamekuwa kama bodi ya ligi. Tutapanga tarehe ya mchezo, tujaambiwa tiketi zetu ziko wapi. Mara ya pili tunapoteza tiketi zetu sisi wapenzi wa mpira. Kiukweli Simba ni saizi yetu. Tunaanza na tunaowaweza. Watu waambie tiketi zetu ziko wapi na tutazireplace wapi. Mimi ningejua anatuambia kwamba Zanzibar tukienda kule tuna punch tunaingia. Lakini kwa nini sasa tiketi hizi za mechi ya finali wazipeleke kwenye Simba Day? Wengine tunaweza tukafa hapa katikati. Sasa hizi wanatuchanganya unajua. Na nyie ndio waandishi wa habari tunategemea mkatusemee kwamba hizi tiketi ambazo tulikata tunaambiwa kwenye Simba Day. Wengine Simba Day sio mambo yetu. Mambo yetu ni finali. Kwa hiyo watupe majibu na waje na majibu kesho. Watuambie sisi wapenzi wa mpira, kwa sababu wameongelewa mashabiki wa Simba walionunua tiketi. Kuna sisi wapenzi wa mpira. Okay, kwa kuwa tumeanzia kwenye mechi hapa lakini tumesharuka mpaka Zenji, basi inabidi tuendelee. Wanabeba. Yaani wanabeba nini? Kombe. Kitu ambacho wataweza kubeba ni tiketi zao za boti. Za kwenda na kurudi na N-card zao. Nadhani katika vitu ambavyo Simba wanaweza wakabeba ni hivi. Medali zile hata wakibeba sio jambo jipya sana mjini hapa. Siwaoni wakibeba, siwaoni hata kwa 5.5% wakibeba. Yaani in short hawawezi wakabeba. Kwa sababu nilikuwa nimeingia kwenye page hivi ya Bekane, naona wachezaji kumbe finali wamecheza wachezaji wa kikosi cha pili. Sio kuna mchezaji naambiwa ni left back, alikuwa sio regular start. Regular start alikuwa na majeruhi na nimeambiwa amepona. Alihamisi mimi niko tu. Kama watatua pale terminal wanatoa Zenji. Wanatoa Zenji. Basi nimewakosa, ningeenda kuwapokea. Zenji ningeenda kama tungeambiwa tiketi zetu tulizonunua zinaenda kuingia Zenji. Sasa siwezi ninganunua kwa timu ambazo kwanza sio timu zangu. Mimi niliamua tu kubeba upenzi wa soka, kununua tiketi ya kwenda kutazama mchezo wa finali. Sasa nikanunua tiketi ya pili kwenda kuangalia watu wakifungwa, ni uongo. Mimi nitakuwa naangalia burudani kwa wote. Lakini wa Tanzania wote wanabidi mpige dua. Dua za nini? Young Africans wakati tunacheza finali walitupigia dua. Yanga ndio timu pekee imecheza finali, imeshinda away. Yanga ndio timu pekee kutoka Tanzania iliyocheza finali uwanja wa Taifa. Hizi nyingine zinacheza kwenye neutral ground. Ukiona timu yako haichezi uwanja wa nyumbani, uwanja wa Taifa, inacheza kwenye neutral ground, ujue bado hauna sifa, hauna huo ukubwa. Huo ukubwa utakuwa unajipa tu, lakini timu kubwa zote zinacheza nyumbani. Mamelodi utamuona anacheza nyumbani kwake, Pyramid utamuona anacheza nyumbani kwake, Asbekano ushamuona amecheza nyumbani kwake. Young Africans tutaporudi kwenye hayo mashindano utatuona tunacheza nyumbani kwetu. Watu wanalaumu sio kwa nini uwanja umeenda hivi umerudi hivi. Kabla ya kuanza kulalamika, mlikubali vipi robo finali, nusu finali mkaenda kucheza kule Zanzibar na robo mkacheza kwenye matope? Kwa hiyo hawa watu wanaolalamika sio uwanja kuhamishwa, sio wamehuzunishwa, bado hawajahuzunishwa, kwa sababu kuna kukosa kombe na kuna kurudi Zanzibar kuja nyumbani Tanzania kutolewa na Singida Black Stars, afu kuna Yanga
wanawasubiri kwenye mashindano ya FA finali. So lazima tunamuogopa kumkaba Mpanzu. Sasa tunawakaribisha jijini Mwanza kwenye finali ya FA. Kwenye ligi mechi mbili ambazo zimebaki, hilo ni swala la Mzize kuliamua na Prince Dube. Stefan Aziz Ki mguu wa kwaheri, mguu wa kutoka, waliobaki ya wengine sisi tunaamini ndio jeshi letu na tunaenda kupambana. Kuna taarifa ambazo zinasema kwamba Aziz ameondoka free. Sasa nikuibie tu siri. Mimi unaona nazunguka na hii timu, natembea nayo, narudi nayo. Hela aliyouzwa Stefan Aziz Ki, chukua hela ambazo anapata bingwa wa kombe la shirikisho zizidishe mara 2. Ndio mauzo ya Stefan Aziz Ki. Yaani Aziz Ki peke yake amenunuliwa kwa fedha ambazo ni bingwa wa kombe la shirikisho, unazizidisha mara 2. Sio tunachanganya run up na mshindi. Bingwa wa shirikisho hela anayoipokea mara 2 yake ndio hela ambayo ameiacha Stefan Aziz Ki akaenda kusajiliwa kwenye timu yake mpya. Yani inakupa exclusive. Sio wengine wanakuambia sijui bilioni 1, wengine wanakuambia ameondoka huru, wengine wanakuambia bado Yanga hajapokea chochote. Yanga amepokea hela mara 2 ya bingwa wa shirikisho msimu huu.